watu wa kelele wamesharudi mjini. Nafikiri wameingia usiku kinyemera kuogopa kuchekwa kwa kipigo cha goli 2. Kwa hiyo nafikiri lete mpya kabisa ni kuhusiana na msemaji wa klabu ya Simba Sports Club. Hapa tunamzungumzia Ahmed Ally. Alikuwa na uzinduzi kule wa tawi Simba, pamoja na hamasa ya kispika, kuzindua kispika yoyote kuelekea mchezo wa marudiano ambao utachezeka tarehe 9 mwezi wa 4. Tunazungumzia ni Jumatano ijayo hapo kesho kutwa dhidi ya Almasi. Ukiangalia mchezo wa kwanza waliweza kupoteza, mchezo wa pili wako nyumbani. Kwa hiyo hapa ni walikuwa wanaelekea katika hamasa uzinduzi wa kispika. Unahisi kwamba hii hamasa ni kweli mnyama ataweza kutetea kwanza kuvuka robo? Hamasa ni jambo la msingi sana kwenye kilabu chochote ambacho kinashiriki mpira wa miguu hapa Tanzania. Hamasa ni kitu, ni tambua mchezaji ni mashabiki ni mchezaji wa 12 ndio. Kwa hiyo kama mshabiki ni mchezaji wa namba 12, sasa kwa hiki anachokifanya Ahmed Ally, msemaji wa Simba Sports Club, ni halali kabisa kufanya hivyo, lakini wasitegemee kama hamasa ambayo walioizindua mida hii wamezindua uzinduzi wa kispika tutalipa tarehe 9. Uzinduzi wa kispika kwa mida hii. Uzinduzi wa kispika ni halali kufanya kama kawaida yake Ahmed Ally anavyofanyaga. Ni tofauti wa Young Africans. Hamasa kwa upande wa Young Africans, upande wa Ally Kamwe mara nyingi sana huwa tunaona hamasa zake hatumii nguvu nyingi sana, na ndio maana hata unapokuja kwenye pitch, uwanja, kwenye mzunguko, unakuta Young Africans huwa wanaingia huwa hawajazi uwanja, tofauti na Simba. Simba mara nyingi sana huwa wanawekeza nguvu nyingi sana kwenye hamasa, tofauti kwenye matokeo. Ukiona kwamba kuna hamasa kubwa ndani ya Simba, tambua matokeo yake yanakuwa yako hasi sana. Hii hasi sijajua huwa inakuwaje. Yaani kwenye hamasa kama hivi wamezindua kispika saa 10 kasoro. Yaani Watanzania lazima hili walijue kwamba Simba anapokuwa na hamasa kubwa, tambua matokeo yake huwa yanakuwa yako hasi, yani hafifu. Yes. Yaani wanainvest kwenye hamasa badala ya kuinvest kwenye wachezaji, kukaa nao vizuri, sababu kuwapa mipango miji kufanyaje. Wao akili zao zote zinaenda kwenye hamasa. Yaani tafsiri yake kama mashabiki wao ndo wanaingia kwenye pitch kucheza. Kumbe mashabiki ni mchezaji wa mwisho ambaye ni wa 12. Sawa. Kwa hiyo mimi ningemuona kidogo Ahmed Ally na uongozi wao wa Simba, mawazo yao, yani ningewaona akili zao zinafanya kazi vizuri, ningeona wameinvest kwa upande wa wachezaji, kuongea nao, kuwafariji, mazoezi ya nguvu ndani ya siku kadhaa hizi, sababu kuwatoa hata out kwenda kurefresh akili, kuwapeleka bichi, kufanya yani wa invest kwa wachezaji kwa kipindi hiki. Na kama inawezekana tu wangetoa hata bonus kwa wachezaji, sababu kila mtu apewe milioni 2 kwa walichokifanya wapi kule Misri. Kuwafanyia hamasa wachezaji wawe na morali. Sasa unakuja kuwafanyia hamasa mashabiki ili waweze kujaza uwanja. Mimi naona kwa namna moja, unisikiza nini? Mimi naweza kuona kwamba sio mbaya kwa upande wa mashabiki. Kwa sababu gani? Mashabiki wakiwepo pale uwanjani, hata wachezaji wakiwepo pale wanasema yes, kuna mashabiki zetu. Kwa mashabiki wanakuwa wanawapa morali wachezaji azidi kufanya vizuri. Morali hiyo ni hilo, mimi sijakataa kwamba ni lazima wafanye hamasa. Lakini wasijisahau kwamba kuwafanyia hamasa mashabiki ili waweze kujaza uwanja, waweze kupata maokoto yatakayowasaidia kwenye maisha yao. Sijui umenielewa? Lazima watazame upande wa pili, kwa sababu yule shabiki anaweza kaingia akapiga makelele, mwisho wa siku
mchezaji kaingia ana stress sawa, na akashindwa kucheza vizuri, yani kelele za mashabiki hazimfanyi mchezaji kuweza kucheza vizuri, si umeelewa? Ile huwa ni sehemu tu ya morali, mchezaji huwa anapata nguvu kwamba hapa ni lazima nikaze nisipate aibu, lakini kile sio kigezo cha wao kuvuka kwenda nusu fainali. Huo ni uongo. Hizi hamasa ni mipango tu ya upigaji wa pesa, kwamba uwanja wa Benjamin ujae sababu watu kama wakitoka sasa kama wanaweza kufanya hamasa waambie mashabiki wa Simba waingie bure kama Young Africans jinsi walikuwa wanafanya, wafanye hivyo, lakini Johnny hamna kiingilio, Johnny free kwa ajili ya kufanyaje, ya kuwapa motivation wachezaji. Umeona kama wanaakilio kweli. Sasa wanasema tiketi zitakuwa bei rahisi ndugu. Hakuna. Kama kweli wanawathamini wachezaji wao, wanawathamini mashabiki wao, na wanawaona kama wao ni mchezaji wangapi wa 12, basi siku ya tarehe 9 ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa waweke free, watu wasilipe nini kiingilio, ili sasa mashabiki waweze kupata morali, kama ndio dhamira yao hiyo. Kama ni dhamira yao hiyo kuwapa morali wachezaji, basi kiingilio waachane nacho, si ndio? Yes, waachane nacho waweze kuingia free. Katika hapo kuelekea hii mechi ya tarehe 9 mwezi wa 4 ambapo tunamwangalia hapa, je, mnyama Simba ataweza kuvuka kwenda nusu finali kama kauli mbiu yao inavyosema, hii tunavuka? Pia mgeni rasmi katika siku hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 4 yani atakuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu TFF, tunamzungumzia hapa Wallace Karia. Unahisi kwamba Simba kumpa hapa Wallace Karia ni kweli, kwa sababu wamesema kwamba ni kama kiongozi ambao amefanya mazuri Simba mpaka anakuwa namba 6, amepata credit nzuri huko katika renki za kafu kwa sababu ya uongozi wa Karia. Unahisi ni kweli Karia alipaswa hapa kupata nafasi ya kuwa mgeni rasmi, na ukiangalia huku bado sakata la dabi halijaweza kumalizika vizuri? Ni kweli Karia alikuwa anastahili hiki kitu kwa wakati huu? Karia ni kiongozi ambaye anasimamia michezo. Ana haki ya kuarikwa na klabu chochote hapa Tanzania na kuweza kuwasikiliza na kuweza pia naye kutoa hamasa, si umeelewa? Ni haki yake kabisa. Lakini kwa upande wa pili ukimtazama Karia inaonekana kama hili sakata la dabi wanataka kufanya muunganiko kati ya Simba na viongozi. Sawa bwana, na viongozi waweze kuwa lao moja kwa ajili ya kuiteketeza Young Africans. Kwa jinsi picha tu unavyoiona, hata watazamaji pia ambao wanatufuatilia kupitia hapa wa Samaria TV, sawa bwana, wanajua hicho kitu kwamba kwa nini huu mwaliko mgeni rasmi ni TFF ambaye ni Wallace Karia. Kwa nini si nani mwingine huko bado tunakuja? Naona muda unazidi kuyoyoma. Watazamaji hapa tunaanza kwanza kwa mgeni rasmi, alafu na nyingine ni Wallace Karia. Na hapo msemaji akaweza kuhusia kwamba wanafanya utaratibu wa kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora, tunamzungumzia hapa Mheshimiwa Paul Chacha, aweze kujumuika na Tanzania siku hiyo ya marudiano tarehe 9 mwezi wa 4 hapo majira ya saa 1 usiku Benjamin Mkapa. Wanamwalika kwa sababu kwanza eti mchango wake wa kuhamasisha michezo, pia akajifunza kuna moja michezo ya kimataifa kwa sababu amekuwa akihamasisha kule mkoani Tabora. Mwaliko huu wa kufanya utaratibu, unahisi kama vile Simba wanataka kuungana na Tabora lao moja? Yani hii picha pia tuachie na mashabiki wenyewe waweze kucomment hapo chini. Yani hili swala lakini mwaliko ndo anafanya utaratibu. Yes. Sawa. Sasa kwa Tabora huyu Paul Chacha ni nani kwenye kikosi cha Tabora? Ni amekuwa mtu wa hamasa katika timu. Hamasa, yuko mtu wa hamasa ambaye ni Christina Mwagara. Yes, yani sikiliza. Nisikilize moja kwanza. Christina Mwagara ndio mkuu wa habari sawa bwana wa Tabora United. Subiri. Ukizungumzia masuala ya hamasa, yuko mkuu wa idara wa habari ambaye ni Christina Mwagara. Yeye ndo kazi yake ya kuweza kutoa hamasa. Sijui umenielewa? Na kuna viongozi, kuna mkurugenzi sawa wa Tabora,
kuna management ya Tabora. Hapo, Yeye mkuu wa mkoa wa Tabora anahusiana nini na masuala ya hamasa kwenye klabu cha Tabora? Sikiliza, mkuu wa mkoa wa Tabora anahusiana vipi na masuala ya kimichezo katika timu yake ya Tabora United? Kwa sababu cha kwanza ni timu ya Tabora ipo katika mkoa wake. Kwa hiyo anafanya bila hamasa ili timu iweze kupata morali, isiweze kushuka katika ligi kuu. Na ukiangalia kama hivi tunaona timu mbalimbali zinaenda kule, Singida, mara Yanga, Simba. Kuna ile sasa ngoja kwanza. Sasa kama ni hivyo, kama yeye mkuu wa mkoa wa Tabora kaamua kujiingiza kwenye michezo, nini kilichotokea issue ya jana kumweka lock up Ally Kamwe? Tafsiri yake kwamba huyu anakuja kuharibu mpira wa Tanzania. Kila mkoa una wakuu wa mikoa ambao ni wateuzi wa rais. Sawa. Sasa kama yeye ameamua kujiingiza kwenye mipira, kwanza akubali kutokana na matusi ya muone. Sijui umenielewa? Kama yeye amekubali kujiingiza kwenye, yeye kama ni mtu wa hamasa, basi apewe cheo cha yeye kuwa mkuu wa habari. Sawa bwana, mkuu wa habari wa Tabora. Na wewe. Sasa ngoja kwanza, ukisema kwamba yeye ni mtu wa hamasa, basi hata Dar es Salaam hapa anawapaje hamasa wakati yeye, kwa mfano jana, mimi ninakusubiri bwana, subiri. Mimi na